Hello, mambo vipi mtazamaji wa Kisima cha Uzima Online TV. Hii ni safari ambayo imechukua muda mrefu sana kutoka mitaa ya Temeke huko wilaya ya Temeke mpaka tumefika huku Mwandege. Lengo kubwa tukutane na msanii wa nyimbo za Singeli, lakini hapo zamani alikuwa ni meneja wa wasanii tofauti na bali wengi wamepita njia yake na wameweza kutoboa. Leo sasa tunaenda kumuongea naye, kupiga naye mastori 1 2 3 tujue nini kutoka alipotoka kwa meneja, lakini sasa hivi ameamua kushift, ameingia katika uimbaji. Sasa afanye ule muziki ambao alikuwa anadhamini watu wa ufaji. Tujue sasa ni kitu gani kimsababisha hame na mastori mengi kibao, lakini ngoma zake kali ambazo ameziachilia unakwenda kuzijua. Nenda sambamba na mimi mwanzo hadi mwisho. Ni Vjola Uswahilini, kwa mtaa. Mtazamaji wa Kisima cha Uzima Online TV, kama nilivyokuambia kwamba leo tupo Kongwe huku, tumemfuata mkuu wa kaya ambaye alikuwa meneja lakini pia ni msanii. Ni kwa nini aliamua kujikita zaidi kwenye usanii na kupunguza makali ya umeneja? Anakwenda kutuelezea hivi leo. Tumekisha kufika na ndiye unayemwona hapa mbele yako, mkuu wa kaya. Naam. Habari yako? Mungu mwema. Mzima kabisa. Waheri wa afya. Kwanza kabisa mimi nataka kufahamu jina lako halisia. Jina langu halisia naitwa Shafii Marocho. Shafii Marocho. Na hili la mkuu wa kaya lilianza lini au lilitokana na nini? Jina la mkuu wa kaya nakumbuka ni kama miaka 10 iliyopita, miongoni mwa vijana wangu ambao niliokuwa nao. Kwa hiyo wakakaa wakafikiri, siku ile nimetoka zangu matembezi, nimerudi zangu kambini, wakaniambia unajua wewe unafaa uitwe mkuu wa kaya. Umeelewa? Nikawauliza kwa nini? Wakaniambia kwamba kwa namna ambavyo ilivyo, yani unapokuwa na watu na hivi, yani kama kaya, hii ni kaya. Sasa kwenye kaya kuna mkuu, kwa hiyo unafaa kuwa mkuu wa kaya. Kwa hiyo mimi nikalipitisha, nikamwambia okay, jina zuri nimelipenda. Kwa hiyo nikawa nalo na likawa hivyo. Likaanza kufanya kazi. Likaanza kufanya kazi mkuu wa kaya, na watu wakawa wameelewa hilo mkuu wa kaya, na mpaka sasa hivi watu wanaelewa hivyo kama mkuu wa kaya. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii yote ni jina lako ni hilo mkuu wa kaya. Kwenye mitandao ya kijamii yote jina langu linatambulika mkuu wa kaya, kasoro tu kwenye YouTube huko natambulika kama Marocho TV. Ningetamani kujua zaidi safari ya umeneja ilianzaje? Ilikuwaje mpaka ukaanza umeneja? Pengine tutaongea mengi lakini tuanzie hapa. Historia yangu ya kufikiria kuwa ni meneja, nakumbuka kipindi cha nyuma, kama sikosei tena bado nikiwa nasoma, ilikuwa 2003 2004 kama sikosei. Kulikuwa na mwanamsanii mmoja anaitwa Tundaman na Spark. Walitoa nyimbo ile kwamba wanazungumzia kwamba msanii kwamba ni gerezani. Tundaman na Spark ile nyimbo. Sasa wakati ule naisikiliza ile nyimbo, nilijikuta ile nyimbo nimeikubali na kuipenda. Lakini nilichokipenda ni nini? Nilijifunza kitu, nikaona kumbe sanaa au muziki huu yoyote anaweza akafanya kama atakuwa na kitu kipya. Kwa hiyo matamanio sasa ya kutamani sanaa kaanzia pale. Lakini baadaye nikatoka nikamaliza shule ya msingi, nikaja zangu Dar es Salaam kwenye maisha ya hapa na pale. Kwa hiyo nikajikuta sasa natamani katika maisha yangu ya kawaida, kwa sababu nilikuwa naishi mtaani. Kwa hiyo watu wakaniona kama mchekeshaji hivi, mtu wa comedian. Nikifika mahali tunazungumza, watu wanacheka, kukiwa na mada imetokea hivi, watu wakaona vile. Sasa mimi sikutaka kuwa kama ni mchekeshaji na sikutaka kuwa kama msanii. Kwa kuwa kulikuwa na vikundi, nikaona sasa kwa nini sivisapoti hivi vikundi kutengeneza mawazo ya kile walichokuwa nacho kuwa biashara. Nikaona kwa nini tusiwe tunaandaa sasa mashow, watu wanakuja wanacheka, kwa nini tusiandae hiki, tunafanya hiki. Kwa hiyo nikaanzia pale. Mwisho wa siku nikaona kile kitu kama kinasaidia. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa ndoto ya matamanio ya kufanya makubwa zaidi yakaendelea mpaka kuandaa matamasha mengine na wasanii wakubwa. Ilianzia hapo. Pengine ulivyokuwa ulianza na wasanii wangapi? Kipindi ambacho mimi nilianza na msanii mmoja. Yule msanii mmoja
Ni moja wa mtu wangu wa karibu sana. Siku moja alikuja nyumbani kwangu akiwa na CD yake. Akaniambia mimi nafanya muziki na hata hivyo nimetoka kuchukua kipindi kile ni CD, yani kaza kuoneka kwenye CD, hakuna flash wala memory card. Umeona? Tukatoka zetu tukaenda paka pale Mbagala Ngitatu pale kuna kajiba fulani hivi, tukafika pale tukaisikiliza ile kazi. Sikumjibu chochote baada ya kusikiliza kazi. Tukarudi paka nyumbani. Nikamwambia mdogo wangu, niambie kitu mimi naweza kufanya zaidi ambavyo wewe unafanya. Lakini nimetamani unachokifanya, mimi nataka nikusupport wewe. Kwa hiyo mwanzo wangu ndio kaanzia hapo. Kwa hiyo nikaanza kumsupport yeye, naona katika namna ambavyo kuhakikisha kwamba kazi zake zinafanya kwenda studio na harakati za hapa na pale. Kwa hiyo namna ya kwanza nilianza baada ya mtu ambaye wa karibu aliponiletea kazi yake. Na mimi nilivyoona nina uwezo wa kufanya, nikaona hapana, nisifanye mimi. Mimi ngoja nikusupport hiki. Kwa hiyo baada ya yeye sasa nikatengeneza fursa ya kuwaita watu wengine, wasanii wengine waweze kufika kwangu. Kwa hiyo wasanii wakawa wanakuja, wanapata kile ambacho mimi ninachowawezesha kuwasaidia kufika pale, kuwapa maarifa na kutengeneza connection ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sawa sawa. Na wakati huo ukiwa ni mwaka gani? Ilikuwa 2010. 2010. Nakumbuka yule kijana nilianza kukutana naye 2010 kwa sababu ya 2000 iko nazungumza kipindi cha kuanza matamasha hayo ilikuwa ni Majoe 2008 na 9 na 10. Kwa 2010 nikatoka kule nikawa nimeingia huku mkoa wa Pwani. Katika kazi ya umeneja sasa, umeneja una kazi nzito sana, ni majukumu ambayo unakuwa nayo kuhakikisha unampatia msanii show kadhaa, lakini kazi zake zinaenda. Kazi yako ya umeneja ilikuwaje au ilikuwa na changamoto gani? Mimi nafikiri miongoni mwa watu ambao washawahi kusimamia wasanii hasa wale mameneja wa zamani tofauti na mameneja wa sasa hivi. Kwa sababu mameneja wa sasa hivi hakuna meneja. Sasa hivi kuna mfanyabiashara, unamkuta msanii kashafanya nyimbo yake ishahiti, kashakuwa star, unamuita kuendeleza kile alichokuwa nacho kwenye ile biashara ya wewe kama unawekeza hisa. Lakini zamani ulikuwa unamchukua msanii ambaye haijui radio, mwingine anakuja na kuimbia kapela. Tofauti na yule ambaye nilikutana mara ya kwanza alileta kazi, anakuimbia kapela. Yaani maana yake hana biti wala hakuna nyimbo au CD yoyote anakuletea pale. Sasa zamani ilikuwa ili kuweza kutambua huyu naweza kumsupport kuwa naye, lazima uweze kutambua tabia ya yeye, kwa sababu unawekeza fedha, unawekeza muda. Kwa hiyo ilikuwa lazima uishi naye. Nishawahi kupokea watu wengine wanatoka mikoani, kwa hiyo wanakuja kuishi kwangu. Kwa hiyo nilikuwa naishi nao katika mfumo huo. Kwa hiyo mwingine namuona kabisa wewe unaweza kufanya, lakini kwa nini usipite huko, sio mwigizaji? Na usipite hapa, usifanye hivi. Kwa hiyo kuna namna changamoto zipo katika makuzi ya kimaisha ya kawaida na mwanadamu unapoishi naye katika mazingira kama familia. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambazo zipo. Mwisho siku unakuta sasa msanii umeshakaa naye kwa muda, nakuta mnaenda kwenye matamasha, mnarudi, mnafanyaje, siku zinakwenda, akiona kuna hatua fulani basi anaweza kukwambia, kwa hiyo mkuu tunafanyaje sasa? Umeona, unaanza kuona zile tabia zake, yale makucha yake, huyu dogo kumbe nisingeweza kufika naye sehemu. Kwa hiyo naambia bwana, mdogo wangu hapa alipofikia, kwa kuwa ushafika hivi, ushafanya mazoezi, kuimba unaweza, njia muziki unaujua, basi nenda studio, na kwenda studio kama zawadi, kazi yako hii, nenda kaseme nilikuwa kwa mkuu akaya kajitafute mbele, lakini kwa hapa inawezekana. Kwa hiyo kuna namna ambavyo niliwasupport kwa njia hiyo, na wale ambao pia mpaka sasa hivi bado wanafanya kwa kupitia kwenye mikono yangu. Lakini mtu ambaye alionekana kama anatoka kutoka nje, yani nidhamu inapungua, uliachana? Ni hivyo. Yule ambaye nahisi kwamba kidogo huyu anatoka nje na achana naye, lakini katika kuachana nao siachani nao kama ni watu ambao pia wasingeweza kupata chochote kwangu. Kwa sababu unapomsaidia mtu usimsaidie tu kwa kile alichokuwa nacho, hata ile mapungufu yake iwe sehemu ya kujifunza kwamba kuna namna mimi nilikosea kwa mtu fulani, lakini alikuwa na lengo la kunisupport, kumbukumbu yangu ni hii. Kwa hiyo nilikuwa naweka hiyo kumbukumbu, jina langu libaki kwao. Hongera sana kwa kazi kubwa ambayo uliifanya. Lakini kuna kitu ambacho sasa hivi kinavuma kama ni upepo, wasanii wanalaumu sana mameneja wao. Yaani wanaona kama hawasupporti, malalamiko yamekuwa ni mengi. Wewe kama ambaye unajua chimbuko hasa na meneja anatakiwa kufanya nini kwa msanii, wewe unaliongeleaje hili? Kwanza sasa hivi nimesema hakuna meneja. Wewe ukiwa msanii ukasema unahitaji meneja, bado hujaelewa unahitaji meneja wa nini. Kwa sababu sasa hivi muziki umebadilika sana. Umeelewa? Tofauti na vile ambavyo ilivyokuwa zamani, hujui studio,
haujui radio za kwenda wapi, hakuna hizi dikto za sasa hivi, yani platform zozote zilikuwa hazipo. Sasa hivi unaweza kaufanya muziki wako mtaani kwako, hata chumbani tu producer kaandaa kazi yake ikaenda mtaani na ikahiti. Kwa hiyo manager anapokuja, yule anapokuja kwako kukuhitaji sio manager, yule ni mwekezaji mwenzako. Anakuja kuwekeza hisa kwenye ile taasisi ambayo wewe umefanyaje? Umeanza. Kwa hiyo ukisema kwamba hakuna manager, tumekosana, wewe umekosana na mfanyabiashara mwenzio kwenye ile hisa ambayo wewe umewekeza naye kaja kuwekeza kwako. Kwa hiyo sio manager, ni kutokuelewa. Hakuna msanii wa sasa hivi eti kusema unahitaji manager. Sasa hivi manager anayekuita njoo kwa kufuata kipaji hakuna. Lazima ufanye kitu mtu aone, avutiwe. Kazi mzuri imetoka, hata nakuita nafanya kazi na wewe. Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe na akili kwamba uwekezaji niliowekeza na jina ambalo nimelipata na huyu anayekuja kuwekeza kwangu, ni wakati wa kukubaliana makubaliano gani kwa wakati huu. Kwa ni uelewa, watu hawana uelewa. Kikubwa ni uelewa, kutokuelewa kwa kuamini kwamba, kwa sababu kuna zile dhana ya kuamini kwamba mziki pasipo meneja hawezi ukaenda, lakini hakuna msanii yote ambaye hatukumtambua alitoka tu na meneja. Ni msanii mmoja tu, ni Zuchu peke yake ambaye ndo alikuwa Wasafi. Yule tunasema ndo alipikwa na management, ambaye alichukuliwa kuonekana na kitu mpaka akafikishwa pale. Lakini wasanii wengine wote asilimia kubwa ni hao ambao wametoka tu wenyewe. Umeona, unapata tu majina. Kwa hiyo unapopata jina na mtu akaja kwako, yule sio meneja, yule ni mwekezaji mwenzako kwenye kitu ambacho ulianza kuwekeza. Sawa sawa. Una nini la kuambia watu ambao wanajiita mameneja pengine na hawatambui majukumu yao, pengine wanakuwa sababu ya vipaji kudidimia baada ya kuviinua? Una lipi la kuambia? Mimi nisingetaka kuzungumza na hao ambao tunasema meneja. Mimi ningetamani sana kuzungumza na wasanii. Wewe msanii ukishajiona kwamba una kipaji, umeweza kujichangachanga, umekwenda studio, umerekodi kazi yako, mtaani umeanza kupata jina. Yaani kitendo cha kupata jina, tambua kabisa maana yake hiyo ni biashara iko sokoni. Kwa hiyo wakati ule mtu yeyote anayekuja kwako ni wakati wa kuangalia maslahi ya wewe unahitaji kufanya nini. Kwa sababu yule anayekutumia sasa hivi anakutumia kwa muda huo tu ambao una hiti. Yaani baada hiyo hiti yako kuisha, mkataba wa wewe na yeye unakuwa haupo, kwa sababu sasa hivi hakuna mameneja wanamuziki. Mameneja wa sasa hivi ni wafanyabiashara, wanataka kutangaza taasisi zao kwa muda mfupi. Kwa hiyo ana maslahi kuwa na wewe, sio wewe una maslahi kuwa na yeye. Kwa hiyo kikubwa ni kufocus kwenye kile unachokiamini na kutambua, hii mimi ni kitu changu ambacho nataka tukae chini, tumefikia hapa, tukubaliane. Hiti yangu mimi sasa hivi au maarufu wangu mimi, mkataba wangu kwako ni huu, wekeza hiki, tufanye kitu. Kila anachowekeza kwako ndio kinaweza kukuinua, kwa sababu hakuna umaarufu unaokuja mara mbili. Sawa. Napenda kuelewa pia au kujua, kipindi upo katika umeneja, ni show gani kali yani kubwa yani ambayo iliandika historia kwa ukubwa zaidi ambayo ulifanya kipindi hicho? Utakuja kuisahau. Ya 20%. Ilikuwaje hiyo? Siku moja baada ya kuandaa show ya kwanza, baada ya 20% kumkuta Kimanzi alikuwa na show yake. Baada kukutana naye nikabana, mimi nataka niandae show hapa Kimanzi. Pale Kimanzi kulikuwa na baa mbili, kumbi mbili. Top Life na Lucky Sipesa. Sasa 20% ukumbi wake mkubwa ulikuwa ni Top Life. Mimi sehemu yangu kubwa ya pati yangu nikifika sema kutulia ni Lucky Sipesa. Kwa hiyo siku moja nikawa nimefika zangu pale, nimewakuta baadhi ya watu tukawa tumetulia pale, tumepiga story, waliokuwa na kunywa akanywa, ndo kafanyaje, nikaongea na manager pale, nikaelewana naye, nikamwambia bana, nataka niandae jambo. Sasa mmoja akaniambia 20 hapa yupo, basi mimi ngoja nimpigie simu. Nikampigia simu, akaniambia 20 hapa hawezi kuja. Yaani picha ilianza hapa 20 hapa Lucky Space hapa hawezi kuja, hata Top Life. Nikamwambia mimi nampigia simu hapa atakuja. Hakuna ambaye aliamini. Kweli akaja, tukazungumza pale. Sasa ili nisimtoe sana kwenye njia, kabla hajasema tutoke, baada ukama zaidi ya lisali zima ngabasa, hebu tutoke tubadilishe upepo kwa sababu nimekaa muda hapa. Twende na sehemu ya pili. Tukaenda pale. Sasa ilipofika tarehe ya kuandaa show, kila mtu aliapa 20% hatokuja kupiga show Kimanzi kwa sababu ilikuwa haikuwahi kutokea mtu yoyote kumuita Kimanzi. Umeelewa eh? Kwa hiyo kuna watu waliai kuapa, mimi ikifika wakati 20% akija hapa mimi nitaama. Sasa kilichotokea mpaka saa 5, saa 6 20 hajafanyaje? Hajatokea. Ile moment siwezi kuisahau. Kwa hiyo ilifika wakati, lakini watu walikuwa wamejaa sana. Umeona eh?
Kwa hiyo ikafika wakati watu wakawa wanaona kama maneno yao yanaweza kutimia. Lakini nikimpigia simu ananiambia mimi niko njiani, nipo kwenye pikipiki nakuja, anatokea Dar. Kweli mpaka saa 6:30 Mahiri anafanyaje? Anafika pale. Ilikuwa bonge moja la vibe tamu sana. Yaani ile naweza kusema ni kitu ambacho mara nyingi nakiongelea kwa sababu ni moment ambayo ilinipa shida wakati wa kuivumilia, lakini ilinisaulisha maumivu yote wakati mfupi, namna ambavyo watu walivyompokea 20% kwa mara yao ya kwanza. Yaani kufanya show kwenye ukumbi wa laki si pesa. Na watu kwa sababu asilimia kubwa walikuja kutaka kushuhudia kwamba tuone itakuwaje. Atakuja. Umeelewa na kipindi kile bado kapoa, lakini upoaji wake kulikuwa na sehemu zingine bado alikuwa hajafika hasa maeneo ya kwake. Kwa hiyo ile ni moment ambayo kwangu ilikuwa ni moment kali sana. Kati ya wasanii ambao umewahi kuwa manage, yupi ambaye unamwona kwa sasa bado ana hit sana? Miongoni mwa wasanii ambao mimi niliwa manage asilimia kubwa sikuweza kuwafikisha mbali sana, ila kuna miongoni ambao wamepita kwangu ambao mpaka sasa hivi wanafanya vizuri. Kuna mdogo wangu mmoja anaitwa Junior Geoffrey Pangapanga. Yule kapita kwangu. Kwa hiyo ni mtu ambaye siku zote hata ninapotaka kuongea na Mwenyezi Mungu kwenye kuomba, basi sikosi kumtaja mdogo wangu yule kwa sababu ni mpambanaji na sasa hivi katoka kwenye media, katoka kwenye TV, yupo kwenye hizi digital, lakini anafanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii. Ni mtu ambaye anayefasili hizi movie, tafsiri na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mdogo wangu ambaye ndiye mpambanaji ambaye kabaki. Likitokea jambo ananiita, bwana na tamasha, na sasa hivi na matamasha makubwa anafanya na baadhi ya wasanii watu wacheka tu, kinaitwa Kideoni. Kwa hiyo ni mtu ambaye alitoka kwangu na natambua mchango wake. Na kitu ambacho alinikifanya kama atapata bahati kuipata hii kuiona, nimwambie tu mdogo wangu kuna kitu ambacho ulikifanya mimi sikutarajia, ambacho kwangu kilikuwa ni kizuri sana, kwa sababu siku ya tamasha la Kideoni, siku ambapo aliwatambulisha watu, mimi pekee ndiye aliyeniita mbele ya jukwaa kunitambulisha kwenye ule umma. Hakukuwa na mtu mwingine yoyote. Na akaniambia ni bro, na huyo ukimuona mimi hatujaachana, isipokuwa tu mwanangu kidogo ana nyama. Lakini ukituona mimi na yeye ni pacha kabisa. Kwa hiyo kile kitu kimenifanya mpaka leo ni mrespect sana. Na yeye aliniambia brother, mimi nafanya role model wangu ni wewe. Kwa sababu nilikaa kwako nilijifunza vitu vingi. Kaambia mdogo wangu haina shida. Sikufati, ila mimi nakuja mwenyewe, tutakutana mbele. Kwa hiyo hongera yake sana. Hongera sana kwa safari ndefu, pengine yenye mafanikio na changamoto umo, kwa sababu kila kitu huwa kikosi changamoto. Lakini natamani kujua pia, ulikuwa umejikita katika umeneja, kumanage wasanii, wasanii wa muziki, lakini wasanii pia wa maigizo wanaigiza. Pengine nikuulize tu, katika kuigiza, labda kuna filamu yote ambayo ilihiti sana katika upande huo ambayo bado mpaka sasa hivi mtu anaweza akatamani kuitazama? Kitu kikubwa tukija kwenye upande wa uigizaji, na imani kuna wasanii ambao mpaka sasa hivi watasema tunamshukuru mkuu wa kaya. Mimi miaka 3 iliyopita nilikuwa ni makamu mwenyekiti wa chama cha uigizaji. Pia nikawa katibu wa chama cha uigizaji na nilikuwa mjumbe au ni mjumbe wa ngazi ya mkoa chama cha uigizaji TDFA. Umeona yani Tanzania Drama Actor Association. Kwa ni chama cha uigizaji TDFA. Sasa kwa nini nasema kuna wasanii wa kuigiza ambao kwangu watanishukuru sana? Nilikuwa ni sehemu mojawapo wakati naandaa haya matamasha, nilikuwa naenda kukata kibali pale wilayani. Kwa hiyo wasanii wengi walikuwa wanakuja kutaka kutafuta sehemu ya msaada na kuwasaidia na kuonesha njia. Kwa hiyo ilikuwa wakifika pale lazima waunganishwe na mimi. Na baadaye nikagundua kuna wengi waigizaji. Kwa nilichokuwa nakifanya, nilikuwa na waunganisha na baadhi ya watu fulani maarufu kwenye tasnia yao ya uigizaji. Kwa hiyo mimi kama mimi asilimia kubwa hakuna cha kwangu ambacho nilisema nimekifanya, sasa nafanya hiki hapa cha kwangu kiende. Kila nilichokuwa nakifanya kwa zama hiko nilikuwa nafanya kwa ajili ya watu wapite kwangu ili waende. Sasa hongera sana. Pia ni moyo wa kiupekee ulionao, hongera. Asante sana. Sawa, natamani kujua pia ni kwa nini sasa uliamua kushift kutoka kwenye umeneja hadi ukajikita rasmi kwenye uimbaji? Sababu ya kutoka kwenye umeneja
na kuingia kwenye muziki, lakini siwezi kusema nimetoka kwa sababu bado ni manager, kwa sababu hata muziki ninaofanya maana yake na usimamia mwenyewe. Ikiwa natafuta fedha mwenyewe na kwenda studio na rekodi, natafuta fedha mwenyewe naingia location na shoot, maana yake bado na umanage muziki wangu. Umeelewa eh? Bado natafuta namna kuweza kujiblandi kama msanii kutoka kama manager. Maana yake hata hivi nilivyo hapa naonekana kama mwana sanaa, msanii. Sionekani kama manager, namna kutoka kwenye usika fulani kuingia katika usika mwingine. Kwa hiyo yote nafanya kwa mimi mwenyewe. Kwa hiyo kwenye manager bado sijatoka, lakini najimanagement mwenyewe, au sanaa yangu na management sasa mimi mwenyewe. Sababu kubwa ni baada ya kuona asilimia kubwa kwenye maisha kila mtu ana bahati yake. Nilijaribu kupima hatua ya wasanii niliyokuwa na wasapoti na hatua ya njia niliyokuwa napita mimi miongoni mwa watu waliokuwa wananishika mkono. Kwa hiyo nikaona mimi nilikuwa ninashikwa mkono na watu wengi kwenye njia ambazo kama ingekuwa naweza kuwapenyeza hawa wasanii wakafika mbali, basi ningekuwa ndoto yangu ya kuwa manager mkubwa na wasanii wengi wamefanikiwa nao, saizi niko nao. Sasa kwa nini nisibadilishe huku nilikotoka kwenye kuwasapoti, lakini bado watu walikuwa wanahitaji kuwa karibu na mimi? Sasa kwa nini usifanye muziki wangu? Na siku zote ukitaka kufanya kitu chochote kile ambacho hata cha siku zote, jaribu kuangalia, je, iko kitu kina mapokeo ya mtu mpya? Kama hakuna kitu kipya au mtu mpya anayeingia kwenye jambo lako, basi hakifai. Sasa nikajaribu kuona mbona kadri ninavyozidi kwenda napokea watu wapya. Ngoja nijaribu kufanya. Nikafanya kazi yangu ya kwanza, inaitwa Mwisho wa Ubaya Haibu. Nilivyoifanya nikaiachia tu mtaani kwenye hali ya kawaida. Nikajikuta wale niliowasupport wakawa na mashabiki wangu wa kwanza, lakini pia nikapata watu wapya. Yaani kana kwamba labda walikuwa wananifahamu toka muda mrefu. Umeona? Kwa hiyo nikajikuta kwamba nikaona kumbe kuna uwezekano huku nikafanya kitu kikaenda zaidi. Kwa hiyo nina imani kupitia muziki naofanya na ili jukwaa la muziki wa Singeli, kwa sababu muziki wa Singeli sasa hivi ndio kama ndio muziki wa taifa. Nikaona ngoja nijaribu kupita huko. Kwa hiyo nimeamua kwenda huko kwa sababu asilimia kubwa nilichokuwa nakifanya kuna watu walikuwa wananiunga mkono. Kwa hiyo nina imani hata kwenye muziki wangu ninaofanya wataendelea kuniunga mkono, na naomba pia waendelee kuniunga mkono kwa sababu matarajio yangu ni makubwa zaidi. Nikiwa juu ni rahisi zaidi kuwashika watu, kwa sababu hata kama hajulikani kupitia mimi atajulikana zaidi. Sawa sawa. Rasmi ilikuwa mwaka gani kuanza? Mimi naweza kusema rasmi ni kuanza kusema sasa mimi naingia studio ninaimba na muziki wangu uende mwaka huu. Mwaka huu? Kwa mpaka sasa hivi una ngoma ngapi ambazo umeweza? Sasa hivi manake na ngoma 4. Yaani tukiachana zile ngoma za Kibantu ambazo nilikuwa naziimba kama za Mlisho Mpoto. Lakini sasa hivi nimeamua kutoka huko nimeingia kwenye huko kama muziki wa Singeli. Kwa hiyo ngoma ambazo nimeanza kuzifanya sasa hizi nataka kwenda ni ngoma 4. Lakini ngoma ambazo ziko kapuni kwenye ngoma nyingine ni nyingi, lakini hizi ambazo nazofanya sasa hivi kwamba huyu ndio baada ya kutoka Mkuu wa Kaya sasa hivi anaitwa Malo Khan au Malo Star 7, yani nyota 7 ya upendo, kwa sababu sijawahi kupingwa popote. Kwa hiyo bwana, kuna jambo jingine hapa ambalo nimeligundua. Kwa hiyo Mkuu wa Kaya halitumiki kwenye muziki? Ya, Mkuu wa Kaya alitumiki kwenye muziki kwa sababu Mkuu wa Kaya sio mwanamuziki, ni manager. Kwa hiyo huyu atabaki kama ni manager atakaye ni support mimi, manager mimi, lakini nitalitumia kulipaisha kwa sababu ni management ambayo ilinitoa mbali, ni icon ambayo iko. Lakini kwenye sanaa yangu natumia Malo Khan au Malo Star 7. Malo Khan. Nipo hapa na Malo Khan bwana, mwanamuziki anafahamika kwa jina la muziki hilo. Lakini pia nitamani kujua kitu ambacho nimekisikia. Muziki wa Singeli na taarabu ni kitu kimoja? Kwa sababu muziki wa Singeli, muziki wa taarabu ni kitu kimoja, kwa sababu maudhui ya Singeli yametokana na muziki wa taarabu. Moja kwa moja. Moja kwa moja, kwa sababu hakuna utakachokitoa kwenye Singeli ambacho hakijahusika kwenye taarabu. Ni kweli kwamba kuna baadhi ya biti ambazo zinatumika huko na huko, inawezekana? Unajua kwanza muziki ni mmoja, ila wewe unataka kutumia kwa aina gani ya muziki wako ya unaotaka kufanya, lakini muziki ni ule ule. Kwa sababu kinachopigwa kwenye taarabu ndicho kinachopigwa kwenye zuku, kinachopigwa kwenye nini. Kwa hiyo kinachotofautiana tu ni aina ya toni ya kile unachokipiga unataka kiliaje, lakini muziki ni ule ule. Kwenye sanaa ya uigizaji nilikuwa si support mtu mmoja mmoja, nilikuwa na support kundi. Kwa hiyo nakwenda kwenye kundi fulani, kama kuna fursa na wafikia na waeleza, kama kuna namna ambavyo viongozi wanahitaji kukutana na wasanii wao wananikuta, bwana Mkuu wa Kaya, sisi tunataka kukutana na wasanii, kwa sababu mimi ndio nilikuwa na idadi kubwa ya wasanii.
nilikuwa na watu wengi wasanii nawafahamu. Kwa hiyo chama cha uigizaji wilaya ya Mkuranga, mimi ndo chachu ya kuwakutanisha na wasanii. Mwisho juzi tu hapa kulikuwa na mkutano na bodi ya filamu. Wamekutana wasanii zaidi ya 200, lakini icon wa wasanii wale kuwatambua chama cha uigizaji ni mimi. Kwa hiyo nilikuwa na wafahamu vizuri na wao wananifahamu vizuri. Kwa maana hiyo walikuwepo wengi. Ni wengi, na wasichana wapo wengi ambao wanafanya wapo kwenye hivyo vikundi vya sanaa na wanaendeleza sanaa zao. Na kikubwa zaidi, unajua kuna changamoto kidogo wasanii ambazo hawa wa kike huwa wanakutana nazo. Lakini moja ya kukutana nazo, yani sio wote wanaokuwa kwenye sanaa wanaifuata sanaa. Ikiwa kuna maisha ya mtaani ambayo yapo ya kawaida, kuna mwingine anaifuata sanaa kwa namna yake. Umeelewa eh? Yaani mwingine anaenda kwenye sanaa kwa sababu kakosa cha kufanya. Yaani sasa nitafanyaje sasa? Anahisi ana kipaji. Unaelewa neno kipaji na ushabiki ni vitu viwili tofauti. Hapo hiki kinawachanganya sana watu. Yaani unakuta mtu leo kasikiliza kazi ya msanii fulani kaipenda, akajikuta anaimba, anajikuta kumbe na mimi naweza. Wewe sio mwanamuziki wala sio msanii, ila wewe ni mshabiki uliyepitiliza. Anaenda studio anafanya. Unakuta msanii kakaa mezani kwake kwenye TV, kaona kumbe mimi naweza. Umeelewa? Sasa ukifanya kitu kwa sababu ya mihemko, hizo changamoto huwezi kuzihendo. Kwa hiyo binti akaenda kutongoza kwenye kikundi, narudi nyumbani, kile kikundi wote kule nakwambia ananitongoza mimi. Kwa hiyo hizo ni changamoto za binti, unaweza kutongozwa popote, ila wewe unajichungaje kwamba mimi ninataka kitu fulani. Kwa sababu matamanio ya mtu hayana mipaka, atakutamani popote. Watu wanaoana kwenye misiba, sembuse kwenye vikundi, ila wewe unajikontrol vipi kwenye kile ulichokifanya. Kwa hiyo kuna watu wanakwenda kwenye jambo sio kwa utayari wao, ila kwa miemko, na waliofanikiwa hawakuelezi changamoto kwamba alifatwa, alitongozwa, anakuambia mimi niliaso kwenye harakati zangu mpaka nimefika hapa. Sawa sawa, kipindi changu kinaitwa Vijola Uswahilini. Mziki wa Singeli unahusisha sana uvaaji wa madela. Vijola hivi wanavaa. Wewe umezungumzia kuna mavazi mbalimbali, icon mbalimbali ambazo wasanii wanazitumia. Lakini mimi mara nyingi nimekuwa nikiona katika show tofauti, katika nyimbo, watu wanatumia sana, wadada wanakuta wamevaa vijela. Unadhani ni kwa sababu gani imekuwa ni vazi ambalo linatumika hasa kwenye muziki wa Singeli? Vijola ni kinyume cha kanga. Kwa sababu kabla ya vijola, mabinti wa kucheza Singeli walikuwa wanavaa kanga. Tena kulikuwa na zile kanga nyepesi ambazo nahisi zilikuwa zinauzwa shilingi 6,000 tu. Umeelewa? Sasa imeonekana pia kanga wakati mwingine wadada sasa hivi kuivaa kanga imeonekana baada ya kuja kijola kama kidogo imepitwa na wakati, kwa sababu kijola ukiisha kivaa au shikili popote. Umeelewa vizuri? Labda utashikilia tu kuonekana unataka kuonesha nini nyuma ya panzia ya kijola. Kwa hiyo kijola imeonekana ni vazi ambalo limetumika sana katika maeneo mengi, hasa unayozungumza ya muziki wa Singeli kwenye makumbi mbalimbali ya show na nini na vitu kama hivyo, kwa sababu ni vazi ambalo tunasema ni kinyume cha kanga. Sawa sawa. Na hii ambavyo wanaitumia, nikiangalia kanga unaweza kaivaa tu kawaida tayari. Lakini kijola limekuwa na tabia watu wanakichana, wana design hivi na vile. Wewe unazungumzia na inakuwa mbele ya umma sasa anafanya hivyo, au ni kwa sababu wanakuwa wanafanya kwa watu ambao wanatamani pia waone hivyo? Unajua hapa sasa tunazungumzia kuhusu maadili. Kwa sababu hiyo mada ni mada sasa ya maadili. Tukija kwenye maadili, unajua katika uhalisia wa kawaida ni kweli kuna vitu vinafanyika, lakini wakati mwingine tu sio tu kwenye tamasha, unakuta mtu kweli kachana kijola chake, kachukua tu kijola ndani hata hajavaa chochote kile. Umeelewa anapita. Lakini ni mtu mwenye maadili na aliyekuwa na utimamu wa aibu hawezi kufanya hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo kama hukuwa na asili ya aibu, hatusemi tu malezi. Kwa sababu malezi sio sababu. Hakuna mtu anayemlea vibaya mtoto wake. Lakini wakati mwingine ni namna ya mfumo kwenye kukua kwako na watu wanaokubadilisha na kujilazimisha wewe kutokukubaliana na kile unachokifuata. Kwa sababu dunia ipo katika watu kuishi. Yaani wewe unapozaliwa unakuwa kiumbe ambaye unaweza kuishi na yoyote yule. Yaani hata ukilelewa na simba, unaweza ukawa simba na ukamkamata binadamu mwenzako ukawa kitoweo ukampeleka kwa simba, kwa sababu amekulea hivyo. Kwa hiyo anapozaliwa mtoto unambadilisha kutoka kwenye umbo
la kuwa kiumbe, kumfanya kuwa binadamu, aje kwenye mfumo wa jamii unaoishi wewe. Kwa hiyo unamlazimisha yule mtoto awe wewe, sio wewe kutaka kujua huyu mtoto anatakiwa awe nani. Kwa hiyo yale mabishano na ile hisia za kulazimishana kuwa yeye mnavyokataana, anajikuta kwenda kwenye njia wakati mwingine akamwaza potelea mbali, liwalo nilio nakuta mtoto anapotea. Kwa maana hiyo uvaji ambao si sahihi sio maadili. Yani ni si sahihi kwa sababu ni maadili ambayo sio ya kwetu, sio mazuri, kwa sababu sisi wa Tanzania au Afrika kwa sasa hivi tulikotokea, tunasema huko zama za nyuma. Kwa sababu hata kwa zama za zamani pia kipindi kwa mavazi hakuna, lakini walikuwa na ile stara kwamba mtoto wangu haruhusiwi kuona utupu wangu. Umeelewa? Kwa hiyo sehemu zake za maungo ambayo yeye anaamua kuyastiri alikuwa anayastiri. Kwa hiyo kwa sababu walikosa vitu, lakini bado walikuwa na ile stara. Tofauti na sasa hivi tunaweza kuvaa vyovyote. Umeelewa? Yaani ni bora wewe vaa kijola, hata kama utatembea utupu. Kama unatembea na mpenzi wako, ameamua wewe mpenzi wangu mimi, ili mimi nisione matamanio tembea bila nguo, ni bora yeye atakaye kulinda kuliko unatembea ukiwa mwenyewe. Hadi unajua kabisa hili vazi nilolivaa sio vazi zuri. Hiko kitu ni kitu ambacho ndio maana leo hata watoto wanaoona katika maisha ya kawaida wanakuwa hawana heshima. Unajua zamani kijana wa miaka 15, 16, 17, hata 18 ambao tunasema sasa hivi ndio hatua ya ukuaji, inawezekana amefika umri huo lakini binti amjui. Umeelewa vizuri? Lakini sasa hivi hata kijana wa miaka 10 manake binti anamjua. Japokuwa hajui kwamba ana nini, lakini binti mwenyewe yuko tayari kumtumia kwa kuwa tu anaweza akampa chochote. Kwa hiyo kuna maadili fulani ambayo yamebadilika na umagharibi uliotuingia. Sawa. Kwa unapotazama sasa kwa namna ilivyo, nyie kama wasanii nafasi kubwa ya kubadilisha jamii kupitia muziki ambao mnaufanya, lakini pia kubadilisha mtazamo wa watoto ambao wanachipukia. Unajua mtoto mwingine anajifunza kwa kutazama, anavyoona dada yangu anafanya hivi, mama yangu anafanya hivi, naye anakuwa naiga. Labda unaona nini au unatamani kufanya kitu gani ambacho kitakuja kubadilisha sasa mitazamo hasi ambayo ipo pengine katika mavazi na katika maadili, ili kusudi tu kuleta matokeo chanya kwa jamii ambayo tutajenga? Kitu kimoja tu ambacho tunatakiwa sasa tubadilike na tufahamu, tuende katika makundilika. Yaani tuelewe neno makundilika. Yaani makundilika maana yake kwamba tunalika la watoto, sawa? Tunalika la vijana, tunalika la watu wazima, na tunalika la makundi la watu wa kiimani. Yaani makundilika na madhehebu yao. Sisi tumeelewana Ni makundi manne hayo: watoto, vijana, watu wazima na madhehebu ya makundi ya kiimani. Kwa hiyo chochote tunachohitaji kukifanya na kukikosoa, unatakiwa ukikosoe kwa sababu hiko kimekosewa kwenye kundi gani. Kama kwenye dhehebu la kiimani, kama kuna muumini katengeneza nyimbo ya kiimani kaikosea kwenye imani, inatakiwa asemwe na watu wa kiimani. Kama kuna mwanamuziki kaimba nyimbo kwa ajili ya watoto, lakini kwenye watoto nyimbo ile ya watoto, lakini pia kwenye ule utoto kaingiza na watu na maadili ya kiutu zima, inatakiwa asemwe kwa nini umeimba nyimbo ya kitoto lakini unachezesha watu ambao mtoto hatakiwi kuona. Kama ile nyimbo itakuwa imeimbwa kwa ajili ya watu wazima, watambue hii nyimbo ya watu wazima, hawapaswi kuitazama watoto wala kuisikiliza. Wale wasanii ambao niliokuwa na wasapoti watambue mimi ni baba wa muziki. Yaani mimi ni baba yao wa muziki. Kwa sababu nakumbuka hata siku moja niko studio, kuna mwanamsanii mmoja mkubwa wa Singeli, wakati naingiza voko akanambia hii kazi yako ya ngapi? Nikamwambia hii ni kazi yangu ya pili kurekodi. Akanambia baba, sasa kama hii ndo kazi yako ya pili na rekodi, hata sisi wakati tunaanza tukuanza hivyo. Ukifika huko 10 huko mbele kitatokea nini? Nikamwambia usisahau mimi ni baba yako kwenye muziki. Kama kujifunza watu watajifunza. Kwa sababu kama nyimbo yangu ya kwanza ni na nyimbo ya mwisho wa ubaya aibu. Umeelewa? Na nyimbo yangu ya pili ambayo nimeachia inaitwa Wema. Kwa hiyo ukisikiliza nyimbo ya Wema, unaweza hata kuitolea mawaidha msikitini na unaweza hata kuihubiria kanisani. Sizungumzi kwa sababu naipromote, ila uhalisia upo hivyo. Umeelewa? Ni nyimbo ambayo haichagui lika. Ukisikiliza nyumbani kwako, inawezekana mtoto kakosea, akafanya chochote, kapitia changamoto, kuna magumu kakutana nayo, naomba sikilize Wema, itakufariji. Utajifunza kitu. Binadamu utu na uadilifu
kuendana na watu, ili jambo la utukufu. Mungu nipe hekima ili niwe mwema, hata wakinisema mimi niwe kimya, sio kwa mabaya au mazuri, nikimbilie ndani na chozi nifute kwa uturi, nitoke nje tena kwa tabasamu, utu wangu wa uvunje, mi ukimya ndio binadamu. Kwa hiyo ukitaka kujua zaidi tukutane kwenye hiyo ngoma. Nakushukuru sana. Nadhani ujumbe umefika vizuri kabisa, mtazamaji wa Kisima cha Uzima Online TV. Nakushukuru kwa kuwa pamoja na mimi mwanzo hata mwisho. Tumekuja huku Mwandege, mkoa wa Pwani huku tumekuja. Lengo kubwa ni kukutana na huyu mheshimiwa hapa, meneja lakini pia msanii anajulikana kwa jina la mkuu wa kaya, baba wa wengi. Yani mimi nimependa kumuita hivyo, baba wa wengi, kwa sababu yeye mwenyewe anasema ana watoto wengi. Tumesikia mengi, lakini nikushukuru sana. Endelea kusubscribe channel yetu ya Kisima cha Uzima Online TV ili kusudi uwe mtu wa kwanza kupokea mambo kama haya, kuburudisha lakini ya kuelimisha, lakini ya kuhabarika, upate kuhabarika, upatie madini mbalimbali. Kama hivi tumetoka kutoka mbali, kutoka Temeke mpaka tumefika huku kupatia burudani kama hivi. Nikushukuru sana. Nyuma ya kamera alikuwepo Hansi Mashine, alihakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Basi mimi sina la ziada, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii yote kwa jina la Kisima cha Uzima Online TV. Nenda ka follow, ka like, ka comment, lakini share kwa wengine. Share hii video watu wamuone bana, mkuu wa kaya, baba yao, baba wa wengi, waone kazi zake, lakini wajue kwamba kuna mchango ambao wanaweza kautoa tena kama fadhila ambazo aliwafanyia na wao wafanye kwake. Mimi sina la ziada, uwe na wakati mwema.